Kufikia sasa tumejifunza kwamba mwezi unazunguka dunia, dunia inazunguka jua, na sayari nyingine zote pia zinazunguka jua. Lakini je, umewahi kujiuliza kama kuna kitu ambacho jua lenyewe linalizunguka? Watu wengi hudhani kuwa jua limekaa mahali pamoja na kutulia bila kusonga hata nukta moja. Ukweli ni kwamba halijasimama hata kidogo. Jua letu linakimbia angani kwa kasi kuu ya ajabu ya kilomita 1800 kwa saa, likiwa limebeba dunia, mwezi, mirihi, zohali na kila kitu kilichomo katika mfumo wetu wa jua. Likiwa na kasi hii ya ajabu, jua hukuwa safarini likizunguka kwenye njia yake ya mviringo lipatikanalo katika galaksi ya Milky Way au njia nyeupe kwa Kiswahili. Njia ya jua ni mviringo na huchukua jua miaka milioni 230 kukamilisha mzunguko mmoja. Lakini kwenye safari hii yote, jua linazunguka nini? Katikati kabisa ya galaksi yetu kuna kitu kisichoonekana kwa macho. Kitu chenye uzito unaozidi ule wa majua milioni 4. Hakitoi mwanga, hakiakisi mwanga, lakini kinameza kila kitu kinachokikaribia. Hata mwanga wenyewe hauwezi kuitoroka. Kitu hicho kinaitwa shimo jeusi. Lakini shimo jeusi ni nini hasa? Kwa nini lina nguvu kiasi hicho? Na unawezaje kujua lipo ilhali haliwezi kuonekana? Leo tutajibu maswali hayo hatua kwa hatua. Kwanza kabisa, tuondoe dhana moja ambayo watu wengi huwa nayo. Licha ya jina lake shimo jeusi, kitu hiki sio shimo. Ukisikia neno shimo, unaweza kufikiri sehemu iliyotoboka au yenye utupu ndani yake. Lakini shimo jeusi si sehemu tupu. Kwa kweli ni kinyume chake. Ni sehemu ambayo kiasi kikubwa sana cha vitu vimebanwa ndani ya eneo ndogo sana. Hebu tuchukue mfano rahisi. Chukua vikombe viwili vinavyofanana kabisa kwa ukubwa. Kimoja kijaze pamba, kingine kijaze mchanga. Kwa macho vinaonekana kwamba vina ukubwa sawa, lakini ukivinyanyua, kile chenye mchanga kitakuwa kizito zaidi kuliko kile chenye pamba. Kwa nini? Si kwa sababu kikombe chake ni kikubwa zaidi, la hasha. Ni kwa sababu ndani ya nafasi ile ile mchanga una atomi nyingi zaidi zimebanana kuliko pamba. Wanasayansi huita hali hii msongamano, yaani kiasi cha vitu kilichopo ndani ya nafasi fulani. Sasa fikiria jambo hili. Badala ya kuongeza mchanga mwingine, unachukua mchanga ule ule uliopo kwenye kikombe kile na kuanza kuubana zaidi. Hauongezi hata chembe moja, hauondoi hata chembe moja. Uzito unabaki ule ule. Kinachobadilika ni nafasi unaochukua mchanga ule. Kadri unavyoubana ndivyo unavyozidi kukusanyika katika eneo ndogo zaidi. Na najua unauliza, huko kubanana kuna umuhimu gani? Jibu ni hili. Kubanana kuna uhusiana kikamilifu na nguvu za mvuto, yani gravity. Kitu kilichobanwa zaidi uko na mvuto wa juu ukilinganisha na kile kitu ambacho hakijabanwa sana. Na kubanana huko kuna husiana na idadi ya atomi zilizoko mle ndani. Ndio maana asteroidi huko na mvuto mdogo sana wa gravity ukilinganisha na sayari kama dunia hii yetu. Sasa fikiria uzito mkubwa sana ambao umekusanywa ndani ya eneo ndogo ajabu. Mfano tunaweza tumia katika hali hii ni dunia yetu iliyofinywa ikatoshea kwenye kikombe cha chai. Dunia hiyo ndogo itakuwa na mvutano mkubwa sana wa ajabu. Unaweza kuukaribia karibu mno, na kadri unavyoukaribia ndio mvuto wake unavyozidi kuwa mkubwa sana. Ukibana vitu vya kutosha, unafika hatua ambapo nguvu ya uvutano hukuwa ya juu sana, na ile kitu kitoroke kwenye uvutano huo kingelazimika kusafiri kwa kasi ya juu sana isiyo ya kawaida. Tazama jinsi roketi hutumia nguvu nyingi na kasi ya juu sana kutorokea nguvu ya mvutano wa dunia hii, ili hali nguvu ya uvutano wa dunia hii sio wa juu sana. Kadri uvutano unavyoongezeka, ndivyo kasi ya kutorokea kitu hicho kinaongezeka pia. Mwisho wake unafikia hatua ambapo kasi inayohitajika ni kubwa kuliko kasi ya mwanga. Lakini hapa ndipo kuna tatizo. Kwa kadri tunavyojua leo, hakuna kitu kinachoweza kusafiri kwa kasi inayozidi kasi ya mwanga. Hii ndiyo sababu hata mwanga hauwezi kutoroka kwenye shimo hile jeusi. Na kama hata mwanga hauwezi kutoroka, basi hakuna kitu kingine kinaweza kutoka kwenye shimo lile. Na kutokana na hali hii ndipo tunapata kile tunachokiita shimo
jeusi, kwa sababu kila kitu ambacho kinaingia kwenye kitu hicho hakiwezi kutoka, ni kama kinaanguka kwenye shimo. Lakini je, ni sehemu gani hasa karibu na shimo hile jeusi ambapo ukifika kurudi kunakuwa hakuwezekani? Fikiria unavuka mto wenye mkondo mkali kuelekea kwenye maporomoko ya maji, yani rapids. Ukiwa mbali na maporomoko, bado unaweza kupiga makasia na kurudi. Kadri unavyokaribia maporomoko ya maji, mkondo unakuwa mkali zaidi. Halafu unafika sehemu moja ambapo hata upige makasia kwa nguvu kiasi gani, mkondo unakuwa na nguvu kuliko wewe. Ukivuka sehemu hiyo, kurudi haiwezekani. Shimo jeusi lina mpaka kama huo. Mpaka huo huitwa event horizon, au kwa Kiswahili tunaweza kuita mpaka wa kutorudi. Si ukuta, si mlango, si uso unaoweza kuguswa, bali ni mstari usioonekana unaotenganisha sehemu mbili. Nje ya mpaka huo, ambapo bado kuna nafasi ya kutoroka ikiwa una kasi ya kutosha, lakini ukivuka mpaka huo, hata kama ungeweza kusafiri kwa kasi ya mwanga, bado usingeweza kurudi. Ni jehanamu ya kweli. Kwa kuwa hakuna kitu kinachoweza kwenda kwa kasi kuliko mwanga, kuvuka event horizon kuna maanisha safari ya kwenda upande mmoja. Ndani kabisa ya mpaka huo kuna sehemu nyingine ya ajabu zaidi inayoitwa singularity. Hapo ndipo vitu vyote vinadhaniwa kuwa vimebanwa katika eneo ndogo sana kiasi kwamba sheria zetu za fizikia zinaanza kushindwa kuelezea kinachoendelea mle ndani. Na hapo ndipo sayansi inakuwa mnyenyekevu. Hatuna uhakika kwa kile kinachotokea ndani ya singularity. Tunajua kile kinachotokea mpaka kwenye event horizon, lakini baada ya hapo tuko gizani kabisa. Hii bado ni mojawapo ya mafumbo makubwa kabisa katika ulimwengu. Sasa swali linakuwa, kitu kama hiki kinazaliwa vipi? Mashimo meusi hayatokei tu ghafla. Angalau aina moja tunayofahamu vizuri huanza maisha yake kama nyota kubwa sana. Lakini ili kuelewa hilo, kwanza lazima tuelewe kwa nini nyota haianguki yenyewe. Hebu tuchukulie jua letu. Jua lina uzito mkubwa ajabu. Kwa sababu ya uzito huo, kila sehemu ya jua huvutwa kuelekea katikati. Kwa maneno mengine, uvutano wa jua kila wakati hujaribu kulibana na kuliangusha ndani. Lakini jambo la ajabu ni kwamba halianguki. Kwa nini? Sababu ni kwamba katikati ya jua kuna mchakato unaitwa nuclear fusion. Usiogope jina hilo kwa sababu tayari tumeisoma kwenye chaneli hii. Fikiria tu kwamba ndani ya jua kuna chembe ndogo sana za hidrojeni zinazobanwa na joto na shinikizo kubwa ajabu mpaka zinaungana na kutengeneza heliamu. Kila zinapoungana hutokea nishati nyingi sana. Nishati hiyo hujitahidi kusukuma tabaka za jua kuelekea nje. Kwa hiyo, ndani ya nyota kuna mapambano yanaendelea kila sekunde. Upande mmoja, uvutano unaovuta kila kitu kuelekea ndani. Upande mwingine, nishati inayotokana na fusion inayosukuma kuelekea nje. Ni kama watu wawili wenye nguvu zinazolingana, wanavutana kwa kamba. Hakuna anayeshinda. Ndio maana nyota hubaki katika umbo lake thabiti kwa mamilioni au mabilioni ya miaka. Lakini hali hiyo haidumu milele. Polepole, hidrojeni inayotumika kwenye fusion hupungua. Fusion inaanza kudhoofika. Msukumo wa kuelekea nje unapungua. Lakini uvutano haupungui, hauchoki, haukomi. Unaendelea kuvuta kuelekea ndani. Mwishowe inafika hatua ambapo fusion haiwezi tena kuhimili uzito wa nyota, na hapo ndipo uvutano unashinda. Nyota inaanza kujiangukia yenyewe kwa kasi ya kutisha. Unaweza kufikiria kama jengo refu ambalo nguzo zake zote zimeondolewa kwa wakati mmoja. Kila kitu kinaanguka kuelekea katikati. Kadri kinavyozidi kuanguka, ndivyo kinazidi kubanwa. Kadri kinavyozidi kubanwa, ndivyo msongamano unavyozidi kuongezeka. Na kadri msongamano unavyozidi kuongezeka, ndivyo uvutano karibu na nyota hiyo unavyozidi kuwa mkubwa zaidi. Ikiwa nyota hiyo itakuwa kubwa ya kutosha kabla haijafa, kuanguka huko hakuwezi kusimamishwa. Hatimaye shimo jeusi linazaliwa. Lakini si kila nyota hufa kwa njia hiyo. Jua letu kwa mfano halina uzito wa kutosha. Baada ya mabilioni ya miaka litapanuka na kuwa red giant,
kisha litasinyaa na kubaki kama white dwarf. Halitageuka kuwa shimo jeusi. Kwa hiyo, mashimo meusi huzaliwa kutokana na nyota kubwa sana, lakini sio nyota zote. Hadi sasa tumeelewa jinsi nyota kubwa zinavyoweza kuzaa shimo jeusi. Lakini kuna tatizo. Mashimo tunayopata kutokana na nyota huwa na uzito wa mara chache tu ya jua letu. Labda mara 5 au mara 10 au makumi kadhaa. Lakini katikati ya karibu kila galaksi kubwa tunayojua, kuna mashimo ambayo yana uzito ya mamilioni au hata mabilioni ya majua. Shimo jeusi lililo katikati ya galaksi yetu linaloitwa Sagittarius A*, lina uzito unakadiriwa kuwa karibu majua milioni 4. Na kuna mengine makubwa zaidi. Kwa mfano kuna TON 618 ambayo ina uzito mkubwa unakadiriwa kuwa zaidi ya majua bilioni 60. Swali ni hili. Shimo jeusi linaanzaje kuwa kubwa kiasi hicho? Je, lilianza dogo kisha likaendelea kukua na kumeza gesi, nyota na mashimo mengine? Au lilizaliwa tayari likiwa kubwa tangu mwanzo wa ulimwengu? Ukweli ni kwamba hatujui bado. Na hicho ndicho kinachofanya mashimo makubwa kuwa moja ya mafumbo makubwa zaidi katika astronomia. Lakini kuna jambo lingine linalowashangaza wanasayansi. Kadri galaksi inavyokuwa kubwa, ndivyo shimo lake la katikati linavyoonekana kuwa kubwa pia. Ni kana kwamba ukuaji wa galaksi na ukuaji wa shimo jeusi unaenda pamoja. Lakini ni kwa nini? Je, galaksi ulikuza shimo au shimo ndio husaidia galaksi kuwa kubwa? Mpaka leo hakuna ajuaye jibu kamili. Baada ya kusikia haya yote, watu wengi huanza kufikiria kitu kimoja. Kama lina nguvu kiasi hicho, kwa nini halimezi galaksi nzima? Hili ndilo kosa ambalo sinema nyingi hufanya. Shimo jeusi halifyonzi vitu kama kisafisha vumbi, yani vacuum cleaner. Kwa kweli, ukiwa mbali nalo, uvutano wake hufanya kazi kama kitu kingine chochote chenye uzito ule ule. Hebu fikiria jua letu. Dunia haliangukii jua kwa sababu kila wakati inasonga mbele. Ni mwendo huo wa kusonga mbele unaofanya dunia iendelee kuzunguka jua badala ya kuanguka ndani yake. Jambo lilo hilo hutokea kwenye shimo jeusi. Nyota nyingi zinazunguka Sagittarius A* hivi sasa. Hazimwezi, na ni kwa nini? Kwa sababu ziko mbali vya kutosha na zina mwendo unaozifanya ziendelee kulizunguka. Ili kitu kianguke ndani ya shimo jeusi, lazima kipoteze mwendo huo au kipitie karibu sana na event horizon. Ndio maana mashimo meusi hayakai yakimeza kila kitu kilicho karibu nayo. Yanatii sheria zile zile za uvutano zinazotawala sehemu zingine za ulimwengu. Sasa tumeelewa shimo jeusi ni nini. Lakini kuna swali moja muhimu sana. Kama halitoi mwanga, haliakisi mwanga, na hata mwanga hauwezi kulitoka, tunawezaje kujua kwamba kweli lipo? Hilo ni swali ambalo hata wanasayansi waliuliza kwa miaka mingi. Jibu ni kwamba hatulioni shimo jeusi lenyewe, tunaona athari zake. Fikiria upepo. Je, unaweza kuona upepo mwenyewe? Hapana, lakini unaweza kuona majani yanavyotikisika. Unaweza kuona matawi yanavyoyumbayumba. Unaweza kuona bendera ikipepea. Hivyo hauoni upepo, unaona madhara yake. Ndivyo ilivyo kwenye shimo jeusi. Hatulioni lenyewe, tunaona jinsi linavyoathiri vitu vinavyolizunguka. Wanasayansi hutumia njia 3 kuu kuona madhara ya shimo jeusi. Njia ya kwanza, kuangalia gesi na vumbi. Shimo jeusi halikai peke yake kila wakati. Mara nyingi huzungukwa na gesi na vumbi. Vitu hivyo havidondoki moja kwa moja ndani yake. Kabla havijaingia, huanza kulizunguka kwa kasi kubwa sana, kama maji yanavyozunguka kabla ya kuingia kwenye tundu la sinki. Lakini kuna tofauti moja muhimu. Tofauti na maji ya sinki, gesi hizi husafiri kwa kasi ya maelfu au hata makumi ya maelfu ya kilomita kwa sekunde. Kadri zinavyozunguka, chembe zake hugongana. Migongano hiyo huzalisha joto kali sana. Joto hilo husababisha gesi kung'aa kwa mwanga mkali sana. Shimo jeusi lenyewe hubaki jeusi, lakini gesi zinazolizunguka hung'aa kama pete ya moto. Ndio maana picha ya kwanza ya shimo jeusi
inaonekana kama duara la mwanga lenye giza katikati. Sio kwamba tulilipiga picha shimo jeusi. Tulipiga picha mwanga wa gesi uliokuwa unazunguka shimo ile. Njia ya pili, kuangalia nyota. Njia nyingine ni kuangalia jinsi nyota zinavyosogea. Hebu fikiria, unaona mtu akizunguka mti usiku. Huwezi kuona mti, lakini ukiendelea kumwona mtu huyo akizunguka sehemu ile ile kila siku, utajua kwamba kuna kitu katikati mle hata kama haukioni. Ndivyo inavyotokea katikati ya galaksi yetu. Kwa zaidi ya miaka 20, wanaastronomia wamefuatilia nyota zilizokuwa zikizunguka sehemu moja. Nyota hizo zilikuwa zikikimbia kwa kasi ya ajabu, lakini hapakuwa na kitu kinachoonekana katikati yao. Walipofanya hesabu, waligundua lazima kulikuwa na kitu kisichoonekana chenye uzito wa karibu majua milioni 4. Hakuna kitu kingine kinachojulikana kinachoweza kuelezea tabia hiyo. Huu ukawa ushahidi mkubwa kwamba katikati ya galaksi yetu kuna shimo jeusi. Kwa kazi hiyo, Andrea Ghez na Reinhard Genzel walitunukiwa tuzo la Nobel mwaka wa 2020. Njia ya tatu, kusikiliza anga. Lakini njia ya tatu ndiyo ya kushangaza zaidi. Mwaka 1916, Albert Einstein alitabiri kwamba vitu vikubwa sana vilikigongana vinaweza kutikisa nafasi na wakati wenyewe. Ni kama kutupa jiwe kwenye maji. Jiwe hutengeneza mawimbi. Vivyo hivyo, mashimo mawili meusi yanapozunguka na hatimaye kugongana hutengeneza mawimbi yanayosafiri katika anga lote. Kwa miaka karibu 100, hilo lilikuwa wazo tu. Hakuna aliyewahi kuyaona mawimbi hayo mpaka mwaka wa 2015. Vifaa vinavyoitwa LIGO viligundua mawimbi hayo kwa mara ya kwanza. Kilichokuwa kimefikia duniani kilikuwa ni mtikiso mdogo ajabu. Mdogo kiasi kwamba ulikuwa umebadilisha urefu wa kifaa kwa umbali unaozidi kuwa mdogo kuliko ukubwa wa atomi. Lakini hiyo ilitosha kuthibitisha kwamba Einstein alikuwa sahihi. Leo, kila tunapogundua mawimbi hayo, tunakuwa kama tunasikiliza mashimo meusi yakigongana mabilioni ya miaka ya mwanga kutoka kwetu. Sasa swali ambalo karibu kila mtu huuliza ni hili: nikianguka ndani ya shimo jeusi, ingetokea nini? Jibu linategemea ukubwa wa shimo jeusi. Lakini kuna jambo ambalo karibu kila mashimo yote hufanana. Kadri unavyokaribia, tofauti ya nguvu ya uvutano kati ya sehemu mbalimbali za mwili wako huongezeka sana. Fikiria umesimama wima. Mguu wako iko karibu kidogo na shimo jeusi kuliko kichwa chako. Kwa umbali huo mdogo, miguu yako huvutwa kwa nguvu kubwa zaidi kuliko kichwa chako. Mwili wako haujavutwa kwa nguvu moja kila mahali. Sehemu ya chini iliyokaribia shimo jeusi huvutwa zaidi kulinganisha na sehemu ya juu. Kadri unavyozidi kukaribia, tofauti hizo huongezeka. Mwili wako huanza kunyooshwa na kuwa mrefu huku ukibanwa kwa upana. Wanasayansi wameipa hali hiyo jina la ucheshi, spaghettification. Unaelewa spaghetti ni nini? Yaani kugeuzwa kama tambi ndefu. Lakini baada ya kuvuka event horizon, hakuna anayejua kinachotokea baadaye. Na sababu si kwamba hakuna aliyewahi kujaribu. Ni kwamba hata kama mtu angeingia ndani, asingeweza kutuma ujumbe kurudi nje. Kwa sababu hata mwanga usingeweza kutoka. Wenda ukajiuliza, sawa, nimeelewa shimo jeusi ni nini, na sasa haya yote yatatusaidia sisi vipi? Jibu ni kwamba mashimo meusi ni kama maabara za asili. Hapa duniani hatuwezi kutengeneza sehemu yenye uvutano mkubwa kiasi hicho, lakini ulimwengu umetutengenezea mwenyewe. Kwa kuyachunguza, tunaweza kupima kama nadharia za Einstein zinafanya kazi katika mazingira yenye nguvu za ajabu kuliko popote pengine. Pia inatusaidia kuelewa jinsi nyota zilivyozaliwa na kufa. Mashimo haya yanatusaidia kuelewa jinsi galaksi zinavyokuwa, na huenda siku moja yatatusaidia kuunganisha nadharia mbili kubwa kabisa za fizikia: nadharia ya Einstein inayoelezea ulimwengu mkubwa na fizikia ya quantum inayoelezea ulimwengu wa chembe ndogo sana. Mpaka leo nadharia hizo mbili hazijawahi kubaliana kikamilifu. Inawezekana mashimo meusi ndiyo yatakayotusaidia kuzileta pamoja. Kwa hiyo, mashimo meusi si vitu vya kutisha tu. Ni madirisha yanayoturuhusu kuona ulimwengu kwa namna ambayo sehemu zingine haziwezi.
Lakini bado kuna swali moja ambalo limewasumbua na fizikia kwa miongo mingi. Ukirusha kitabu ndani ya shimo jeusi, je, taarifa zote zilizokuwa ndani ya kitabu kile zitapotea milele? Au bado zipo kwa namna ambayo hatujaielewa? Sheria za quantum zinasema kwamba taarifa hazipaswi kupotea, lakini mashimo meusi yanaonekana kusema tofauti. Hadi leo hakuna anayejua jibu kamili, na labda ndio siri kubwa kuliko zote ambazo mashimo meusi bado yanatuficha. Ikiwa umefurahia safari hii na kuelewa moja ya vitu vya ajabu zaidi katika ulimwengu, jiunge na Afrika Imara, kwa sababu bado tuna maswali mengi ya kuuliza na ulimwengu bado una siri nyingi za kutufundisha. Asante.